Ebana, ujambo na karibu sana mtazamaji wa Bongo Super Media. Mpaka hapa hivi sasa nimeshaweza kugundua ugomvi mkubwa baina ya Israeli, Marekani na Irani ni upi. Kwa sababu mara baada ya Benjamin Netanyahu jana kujitokeza katika hotuba yake amezungumza maneno mengi sana, lakini kuna kauli ambazo amezungumza Benjamin Netanyahu nikajua kwamba kumbe ugomvi mkubwa watu hawa upo katika maeneo haya. Na katika mlengo huu nimeweza kugundua Netanyahu ameweza kuongea vibaya kuhusiana na dini ya Uislamu. Amesema nini Netanyahu? Cha kufanya wewe ni kubonyeza alama ya subscribe ili uwe mtu wa kwanza kupata video mbalimbali kutoka hapa Bongo Super Media. Kwenye hotuba ndefu ya jana ya Waziri Mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu, alielezea wazi kuwa Uislamu ni moja ya matishio makubwa duniani. Katika hotuba hiyo alisema, na nukuu, Uislamu wa itikadi kali ni tatizo kubwa sana kwa dunia bila kujali awe Shia ama Sunni, hawa wote ni tishio kubwa duniani. Sio kwamba tatizo hili linaweza kujitatua lenyewe, tutaendelea kuwatandika. Mwisho kunukuu. Mpaka hapa tagundua kwamba amesema Uislamu ni dini ambayo ni tishio kubwa sana kutokana na itikadi zao kali. Na ikumbuke tu kwamba hawa wa Irani ni washia na itikadi yao ni kali kweli kweli, kwa hivyo hawataki. Na huyu Netanyahu kasema kwamba sio tu Shia, hata Sunni pia wote ataendelea kuwatandika. Kama nake huyu moja kwa moja bifu lake na watu wa Irani ni dini pamoja na itikadi zao, kwamba wana itikadi kali sana. Huyu Benjamin Netanyahu nimemuelewa zaidi. Kumbe lengo lake sasa hii vita sio ya mambo yao wenyewe kwa wenyewe. Vita yao ni itikadi na dini ya Uislamu. Ndio kitu kikubwa ambacho wanakipigania. Na nitashangaa sana kwa mtu ambaye pengine ni Muislamu na mtu ambaye ni mpenda haki akiwa upande wa Israeli pamoja na Marekani. Mpaka hapo umeshaona kwamba watu hawa wanaleta udini, lakini Irani wenyewe hawana mambo ya udini. Wao wanaishi kivyao, nchi yao inaendeshwa kidini, basi hawaingili mambo mengine ya nchi zingine na dini zao, wafanye wanavyoona wao sawa. Lakini wao wa Israeli wenyewe wanaingilia dini ya Irani. Hapa shida ndipo ambapo imeanzia. Netanyahu anaonekana kabisa upendi Uislamu, ndio maana amezungumza maneno hayo. Wewe maoni yako ni yapi? Andika hapa katika sehemu ya comment kauli ambayo kaizungumza Netanyahu kwamba Uislamu ni dini ambayo ni tishio duniani kutokana na itikadi zake na ataendelea kuwapiga. Wewe unaiunga mkono ama hauiungi mkono? Kama unaiunga mkono andika hapo naunga mkono. Kama hauiungi mkono andika hapo chini siungi mkono. Niandikia hapa katika sehemu ya comment.